Jumuiya ya Maimamu Zanzibar Jumaza imeahidi kuendelea kuimarisha na kuboresha huduma bora kwa mahujaji wanaosafiri kwenda kutekeleza ibada ya hija ili kuhakikisha wanatimiza nguzo hiyo muhimu ya Kiislamu kwa ufanisi zaidi. Hayo yameelezwa na katibu mtendaji kutoka Jumuiya ya Maimamu Zanzibar Jumaza, Sheikh Ali Abdallah Amur, wakati akizungumza katika kikao cha tathmini ya safari ya hija kwa mwaka huu wa 2026, ambapo amebainisha kuwa lengo kuu la mkutano huo wa kila baada ya kutekeleza ibada hiyo ni kuangalia namna bora ya kuboresha huduma hizo na kuzifanyia kazi changamoto zilizojitokeza. Yako mapungufu ni ya kwetu, tutayafanyia kazi. Yako mapungufu yako nje ya uwezo wetu, lakini pia tunayapigia kelele sana hata huko kwenye wizara inayohusika, hususan suala la upungufu wa vyoo tunapokuwa Mina. Ni suala linalotambulika, ni suala la muda mrefu kwa kila ambaye kapitia, basi kenda hija dhiki hile anakutana nayo. Wakati mwingine tunabahatika eneo linakuwa zuri, anapungua tu ile foleni, lakini bado foleni inakuwepo, tofauti na mwaka huu kwamba ilizidi kidogo ukilinganisha na mwaka jana ilivyokuwa. Haya ni ya kwao, na sisi tunajitahidi kama mnavyotupa, na sisi tunayapeleka. Ama yale ya kwetu, alhamdulillah, tutajitahidi. Hususan nimeona suala la vyumba vikitajwa sana, kwamba watu wangependa tukiwapanga kwenye vyumba Maka na Madina tuwapange vile vile. Wakati mwingine inasadifu yale majengo yanafanana, unakuwa vile vile. Wakati mwingine haya majengo hayafanani, kwa hivyo ndio inatokea hiyo kubadilika mtu mmoja au wawili. Mtusamehe, yanakuwa yako nje ya uwezo wetu kwa mujibu wa yale majengo yalivyo, lakini mingi ambayo mmetuambia tutayafanyia kazi inshallah. Alhamdulillah, tumeyapokea na tutayafanyia kazi. Kwa upande wake, mkurugenzi wa hija kutoka Jumaza, Sheikh Abdallah Muhammad, amesema jumuiya hiyo imekuwa ikisafirisha mahujaji kwa kipindi cha miaka 16 sasa na imekuwa mstari wa mbele kutatua migogoro mbalimbali ya kijamii kama vile masuala ya ndoa na mirathi, pamoja na kusuluhisha migogoro ya kitaifa ikiwemo ile inayojitokeza wakati wa kipindi cha uchaguzi. Utitiri wa kuenea kwa masanamu katika maduka yetu mijini na vijijini, Jumuiya ya Maimamu imo katika kuonesha usahihi na usahihishaji wa swala hilo lifanyike vipi. Tunakuzuiwa kina mama kutumia kivazi chao cha niqab katika sehemu mbalimbali. Jumuiya ya Maimamu imo katika kulitafuti swala hili lina usahihi gani wa kisheria, kwamba hata kina mama wanazuiliwa kutumia niqabu katika sehemu mbalimbali. Kuenea kwa madhulma na mambo kama hayo, hizo zote ni katika shughuli ambazo hivi sasa siku zimoto ambazo Jumuiya ya Maimamu inashughulikia. Sambamba na yote haya tuliyotaja, Jumuiya ya Maimamu ni wasafirishaji wa mahujaji. Nimeyataja hayo ili ijulikane tu kwamba hili swala la kusafirisha mahujaji ni moja tu, ni sehemu ndogo tu katika mambo mengi ambayo Jumuiya ya Maimamu tunashughulikia. Naye shehe wa Jumuiya ya Maimamu Zanzibar Jumaza, Awadhi Ahmed, amesema ni vyema kwa mahujaji hao kuachana na mambo yasiyowahusu ambayo hayana manufaa katika maisha yao ya duniani na akhera. Mbali ya kufanya mambo ya kheri, pia tujiepushe na mambo ya maasi. Mambo ya maasi yanavuruga au yanaporomoa yale matendo yetu mema yaliyokuwa yametanguliza, hasa kwa upande pale ambapo katika familia inapokuwa kuna harusi au sherehe nyingine yoyote. Nataja harusi kwa sababu sherehe maarufu. Sherehe nyingine kama za birthday, hizi sherehe
sisi Waislamu tunazifanya mambo ya birthday haya, sijui kitchen party na mengineyo usiyoyajua mimi, haya sio katika mila za Uislamu. Nao baadhi ya mahujaji walioshiriki ibada hiyo kupitia jumuiya hiyo wametoa shukurani zao dhati kwa viongozi hao kwa kuwawezesha kutekeleza ibada hiyo kwa amani, huku akiwasifu jinsi viongozi wa jumuiya hiyo wanavyoweka kipaumbele cha kwanza katika kusimamia usahihi wa ibada zao. Na viongozi wetu wote wa kike na wa kiume tulikuwa nao bega kwa bega, tulikuwa hatujui kuko vipi, lakini wameenda wametufahamisha na tumeija. Alhamdulillah, tunashukuru uongozi wa Jumaza, alhamdulillah umetufanyia uzuri kwa wema na ihsani, tunashukuru. Jambo la msingi nilikuwa naomba tumerudi, isiwe ni historia kwamba tulikwenda Maka, niligusa Al-Kaaba, nilizunguka, tulifanya ziara. Ama hichi kitu nilikuwa napenda kisiwe hivyo. Nilikuwa napenda hichi kitu kidumishwe ndani ya nafsi zetu kwamba sisi ni mahujaji na tujiangalie vipi tutalinda hija zetu. Sio swala la kwamba tayari tumekwenda. Ni watu wengi wamekwenda hija lakini hakuna athari ya kwamba sisi tumekwenda hija. Hasa sisi akina mama, baada ya kurudi hija tunakaa muda mchache tu, alafu tunaanza kuingia katika mambo ya mashughuli. Mara leo tunajiachia, tunafanya hivi, tunafanya na vile. Nilikuwa kwa upande wangu natoa nasaha, tuangalie vipi tutazilinda hija zetu. Binafsi kwa taasisi yetu hii ya jumuiya ya maimamu, wengi mnanifahamu kwa udhaifu wangu ambao mimi ninao, na ilikuwa ni ngumu kwangu mimi mwenyewe binafsi kwanza na familia yangu pia kuamini kwamba jambo hili mimi naweza kulitekeleza kwa ule udhaifu ambao ninao. Lakini mara ya mwanzo nilipokutana na Dr. Abdallah akaniambia wewe unaweza, basi na mimi nikaweka ithibati ya kwamba kweli ninaweza, na alhamdulillah